Hedhi ina masiku au ina muda mchache, na ina muda wa kawaida, na ina muda wa mwisho. Na wanawake kwenye hedhi hawako sawa, sio? Muda mfupi wa hedhi ni saa 24. Aqallu muddatil haidhi yaumun wa laila, ni usiku na mchana. Mwanamke aliyeingia hedhi na amekaa kwenye hedhi muda mfupi ni masaa 24. Huyu ataishi tahara kwa masiku 29. Hadi hapa tunaelewana? Ghalibu muddatil haidh 6 au 7 ayami bilayaliha, kawaida iliyozoewa na wanawake wengi ni siku 6 au 7. Wanawake wengi wanaingia hedhi kwa siku 6 au siku 7. Muda mrefu zaidi wa hedhi ni nusu mwezi. Akthar muddatil haidh 15 yauma, ni siku ngapi? 15. Kwenye sharia hakuna hedhi inayovuka siku 15. Ukifika yule mama nyumbani amekuwa katika hedhi siku 15, imeingia siku ya 16, anaruhusiwa yote kufanya. Narudia, anaruhusiwa yote kufanya. Narudia mara ya 3, anaruhusiwa yote kufanya. Tumeelewana? Hedhi inayoonekana baada ya siku 15, ikifika siku ya 16 haiitwi tena hedhi, si hedhi tena, inaitwa istihadha. Na istihadha si hedhi. Istihadha ni damu ya maradhi. Ujue yule mama sasa anaumwa, hayuko kwenye hedhi, maana hedhi ni uzima, hedhi ni afya kwa wanawake. Istihadha ni maradhi. Huu ni utangulizi wa jibu langu. Sasa najibu. Ameingia kwenye hedhi kwa muda wake wa kawaida, imefika muda hedhi haoni, anajitwaharisha, anakoga hedhi. Akikoga hedhi, huyu swala yake itacheza. Wewe kijana, msemesheni kidogo, sogea kule nyuma ili swala yako, maana utagawanya, utasali huku unanisikiliza alafu itaharibika. Kama hii huruma tu, nimemhurumia, au sio? Binadamu hawezi kugawanya concentration. Concentration cannot be divided. Ukiconcentrate kitu huwezi kuconcentrate kingine, au sio? Uwezi hapa unasoma hapa alafu huku una karatasi unaandika, alafu huku simu unasikiliza, utafanyaje? Warabu wanasema man rakiba farasaini shakka baina rijlaihi. Mzee kasema vizuri sana. Atakayepanda farasi wawili kwa wakati mmoja, wamekuja farasi wawili, ukaamua kupanda wote kwa mara moja, mguu mmoja ukaweka kwa farasi wa huku na mguu mmoja farasi wa huku, miguu ikafungwa, alafu farasi wakaondoka kuelekea tofauti njia, yani farasi mmoja kaenda huku na mwingine huku, kitakachotokea si ushakijua? Au unataka na hapa haya umejua atakayotokea hapa? Sasa kwa kuwa tuko darasani, akisogea mtu karibu anatusikiliza, itapotea ile nidhamu ya swala yake. Na kwa kuwa anachoswali ni sunna, sio sisi tunafanya faradhi. Sisi kazi yetu hapa ni fardhi, kusoma sio sunna. Si mnajua Mtume kasema wazi, talabul ilmi faridha, kusoma ni fardhi. Na kati ya faradhi na sunna nini kinatangulizwa? Ndio maana nikamwomba asogee kule kidogo ili awe salama, angalau kidogo. Hawi moja kwa moja, lakini angalau kidogo, kwa sababu hata pale ananisikia, lakini kidogo. Hedhi kisha akakoga, siku ya pili akaona tena, kujitoa mashakani, aseme bado ana hedhi, kwa sababu anazo siku zake maalumu.
Kama ni yule mwanamke anayeona hedhi siku 6, ina maana huyu muda wa kuona hedhi bado upo, na yale matumbo ya kina mama huwa yanabadilika. Kuna mtu anaishi anapata hedhi kwa mwezi siku hii, kuna siku hali itabadilika, ataanza kuona siku 6 kwa mwezi, au sio? Na siku hayo mabadiliko yatakapokuja, atakuwa hana taarifa. Hedhi haitomtaarifu kwamba karibia ubadilishe mwenendo wa siku zako. Mnanielewa hivyo? Kwa hiyo kujitoa mashakani, hichi kitu kinaitwa ihtiyata. Akiona hedhi siku ya 2, aendelee kuita hedhi, asije akaita istihadha. Anaweza kuanza kusali akawa amefunga, kumbe kweli bado ni kitu gani? Ni hedhi. Kwa hiyo aamue aseme bado ni hedhi, kisha baada ya hapo awe anaona anakwenda na mwenendo gani. Iko shida, wanawake wengi zama hizi wameharibu wao wenyewe nidhamu ya zile hedhi zao kwa sababu ya madude wanaoyatumia. Wanawake wengi wanafanya mipango kwa baraka ya waume zao wasipate mimba, au sio? Sasa kuna mambo wanakula, kuna mambo wanachoma kwenye miili yao. Nasikia kuna vingine wanawekewa kabisa umu akaishi nacho kwenye mwili wake, ukawa kuna kitu cha ziada. Mipango hiyo imedhuru wanawake wengi, wakawa hajui saa siku zake zimekaa vipi. Ikhtisaran shadida, akiona hedhi imekoma akaoga, na siku ya 2 akaona tena, aijalie kuwa nini? Kwa ajili ya kujitoa mashakani. Wallahu a'lam. Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullah.